Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Shirika la Senses tawi la Fizi limeendesha Alhamisi hii ya tarehe 9 Oktoba 2025 sherehe za kulipa ada za uzeeni kwa wafanyakazi wa zamani waliojiunga na shirika hilo, wakiwa wenye furaha tele na tabasamu kubwa kwenye nyuso zao. Wazee hao wamefurika kwa wingi katika ofisi ya Senses ipatikanayo ndani ya mji wa Baraka ili kupata ada hizo kwa awamu ya 3 ya mwaka 2025. Kwake mkuu kiongozi wa shirika hilo mjini Baraka na tarafani Fizi, Bwana Kilimali Selemani Celestin, ameanza hapa kuonesha lengo la uwepo wa wazee hao kwenye ofisi yake, huku akionyesha pia kipi utekelezwa ili kufikia kulipwa ada hizo. Wazee wetu wanafika hapa kisha kila muda wa miezi 3 kuja kupokea angalau yao au ile tunaita pesa zao za uzee. Ni zile ambao walikuja kuchukua kwa ajili ya kipindi ya 3e trimestre 2025. Wazee wanaendelea kupata sehemu ya haki yao ambao walichangia wakati wangali nguvu. Yaani ni kusema wazee walitumikia kampuni au kazi zenyewe ambazo zilikuwa zinaorozeshwa kwenye census. Yaani walikuwa wafanyakazi, walikuwa wa travailleur kwa wa employeur ambao walikuwa affilié ku census. Ile ilikuwa ni kitu cha kwanza. Na wale wa employer wao walikuwa wanawadeklare wao wa travailleur wao walikuwa wanawaorozesha kwenye census. Ni habari ya pili ile. Na sio tu kuwaorozesha, habari ya tatu ni kusema zile kampuni zao zilikuwa zikichangia, zikikusanyisha michango ya wafanyakazi wake na kuitia kwenye census. Na walipoeneza sheria tatu zile kwa muda wote ule ambao walitumika, ilipofika kwa muda ambao walistaafu, ambao walichoka, ambao walizeeka, ilibidi sasa serikali kupitia kitengo cha census ianze kuwashughulikia kwa kuwalipa pesa zao za uzeeni. Yaani ni watu ambao walikuwa wa travailleur na walikuwa wa travailleur kwa employeur, na ule employeur alikuwa iko affilié ku census, na ule employeur alikuwa na déclarer travailleur wake, na sio tu kumdéclarer, alikuwa pia akitia macotisation sociale kwa ajili ya wafanyakazi wake. Ni hayo matunda sasa wameanza kuvuna wazee wetu. Wazee walionufaika na ada hizo hawakuficha furaha yao. Hawa wametaja kushukuru vya kutosha kuona pesa zao zimefika kwa muda mwafaka, huku wakiomba shirika la Senses kusonga mbele zaidi. Niko hapa kuhudhuria Senses ya wazee. Tunashukuru, inakuwa siku za kutosha hapa kwa tunangoja. Sasa hivi tumepata ile angalau yetu ya uzee ya trimestre ya 3. Hivyo kwenye mangojeo ya trimestre ya kwanza ya ibada. Tunashukuru sana. Sisi sasa biro yetu tunaamini kama ile trimestre nayo itakuja. Watu wengine nawaambia kwamba mwenye hakupata information afike na kwa kamati ile yake kidogo ambayo inafika. Sasa iko biro moja mzuri sana. Mbele hata mimi nilikuwa nafikiri labda hawa wana labda ni wa pastel, lakini wakati nilikuja kusikia mada juu ya hii biro nikafika, situ kijana Kade akanielekeza vizuri sana na nikaelewa, nikaenda kuchukua mabute zangu Bukavu na nikarudi hapa, akanielekeza jinsi ya kujitenga katika dossier 4 na nikafanya hivyo na mambo yakaenda vizuri. Ndiyo nakoya kungambo ya kupokea kasabuni kangu kapasioni. Ndiyo. Mimi napiga kisani na shukuru na wananipa hii msaada kwa msaada kidogo. Na haiko kidogo, ni yetu mingi, tunashukuru. Nilikuwa kamatia Bongwa. Ni bwana yangu. Hajiweze tena kwa kusema fike hapa. Mie njoo na wakia ni miguu yake. Naweza kuambia kama niko napata kale ile sabuni yangu ile kidogo yangu na ikura gisi iko, wananisaidia na mimi nashukuru sana. Nao kama wanafikiriwa nao washukuru sawa vile. Kidogo ya mtu haikuaje kidogo na kuaga ni mingi. Ule mwenye anakupatia maana yake alijitolea kwa kukusaidia, unapasha piga kisanti na shukrani. Inanisaidia kungambo zote, kungambo ya sabune, chakula hivyo. Nataka kufikiria mama yangu ile sabuni niko natumia
hana tena nguvu ya kutumika. Lakini ile sema nataka mkabatela tu sabuni na mkatela msaidia kuuza sabuni, kuuza kama ni kale kasukari kakunywa chai, kuuza kama ni kale kaandazi kakukula bila zile wanaweka na mazoezi ya vitu vya ndio kupata sasa na kuna zingine kila trimester ya kwanza kunje na lakini tunalilia bakubwa baendelee kusaidia baadhi sasa vile viko wanawasaidia juu makuta nyingi kwa wanapata ya sabuni wala basaidia sana kwa mahitaji ya mwili kama vile basi ndio wanapenda Mwishowe, Bwana Kilimali Selemani Celestin ameomba kwa wale ambao bado wanasita kuweza kuwasili pia kwenye ofisi yake ili kujiunga na shirika hilo ambalo linakuwa na faida lukuki. Kwa jamii ujumbe ni ule ni kusema kama wale wote ambao wanaajiri watu, wale watu ambao wanafanyisha makazi, wanarekrute watu, wakuwe na zoezi kwanza ya kuorozesha kampuni zao, services zao, organisation zao, etablissement zao kwenye census ile ambayo tunaita affiliation de l'employeur ambayo inafanyika kwa bure. Wanakuwa wanafanya pia immatriculation des travailleurs, yani kuorozesha wale wafanyakazi wao kwenye census, inakuwa ni kitu ambacho kinafanyika pia kwa bure. Na wakuwe pia wanafanya versement de cotisation kwa ajili ya wafanyakazi wao. Na kwa kile kitengo cha cotisation sociale kunakuwa aina mbili. Kunakuwa mchango ambao entreprise au employeur anachangia kwa ajili ya mfanyakazi wake, na kunakuwa ingine aina ya mchango ambao mfanyakazi mwenyewe anatoshewa sehemu kwenye mshahara wake. Yaani katika cotisation sociale kunakuwa sehemu ya employeur na sehemu ya travailleur wanaichanga pamoja, wanaiweka kwenye census. Wakishaeneza ile sheria watakapofika katika miaka 60 au 65. Kwa sheria ya zamani ilikuwa miaka 65, lakini kwa sheria ya leo mtu yeyote anaofikisha miaka 60 anaweza kustahafu akipenda, anaweza kulomba droit yake ya la retraite. Lakini akisema kwamba atatumika tena anajisikia ngani nguvu, atakapofikisha 65 ans, ni ile tunasema c'est d'office. 65 ans hatuwezi tena kumuuliza mawazo, lakini kwa 60 akipenda anaweza endelesha. Kwa 65 ans pale ni full stop kabisa, hawezi kuendelesha. Sasa ule mtu ambaye alifanya ile kazi yote ya michango, kujiorozesha, kuorodhesha kampuni yake, anapofika kwa kipindi sasa cha uzee pale, analeta dossier yake, tunaicheke, tunaifanyia kazi na anaanza kupata pesa zake hizi ambao wazee wetu wanaendelea kupata. Ni vema tukumbushe kuwa ni tangu mwaka 2018 ndipo shirika la Census tawi la Fizi lilianza kazi zake mjini Baraka, huku matunda yakionekana mengi kwa wale ambao wanafaidika na misaada yao. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi, média d'information en temps réel.